أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amsaidie sana anasema leo ni Ijumaa ya mwisho ya Ramadhan imepita na watakuwa wengi ambao katika Ramadhan kwa ajili ya ibada na kwa ajili ya kujipatia mabadiliko makhsus watakuwa wamepanga mipango mbalimbali, lakini hawakuweza kuitekeleza kama walivyofikiri. Wapo ambao wananiandikia katika barua, na leo siku ya mwisho ya Ramadhan pia baada ya saa chache inakaribia kuisha. Siku ya Ijumaa ni siku yenye baraka ambamo saa ile inakuja inapokuwa muda makhsus wa kukubaliwa kwa maombi. Basi kama siku za Ramadhan yetu pia, kama siku za Ramadhan hazikupita hivi kama tulivyokuwa tumetamani, au siku za muumini kama zilivyotakiwa kupita, hata hivyo sisi leo katika muda huu uliobaki tunatakiwa kufanya ahadi na kufanya maombi ya kwamba Mwenyezi Mungu akisitiri mapungufu yetu, akiturehemu na atuwezeshe ya kwamba sisi tuwe wenye kupitisha maisha yetu juu ya njia hii ambayo Allah anatutaka. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema. Yeye kwa ajili ya kukubali maombi yetu hakusema ya kwamba katika mwezi wa Ramadhan siku ya Ijumaa saa inakuja ambamo maombi yanakubaliwa, bali ameeleza sifa hiyo makhsus ya siku ya Ijumaa. Basi kama leo sisi katika maombi yetu tutafanya ahadi hii ya kwamba sisi hata baada ya Ramadhan hii pia tutaendelea kuongeza kiwango cha uchamungu wetu, na kwa ajili yake tutafanya juhudi, tutaendelea kufanya juhudi ya kupata ukaribu wa Allah. Hadi Ijumaa ijayo tutaendelea kuhalisisha ibada zetu kwa ajili ya Allah. Kisha muda wa katikati wa kila Ijumaa tutajaribu kupamba na kuboresha ibada zetu na matendo yetu. Tutatanguliza dini juu ya dunia, na hadi Ramadhan ijayo sisi tutafanya juhudi ya kutekeleza mpango huo ambao kwa ajili ya kujiletea mabadiliko matakatifu tulikuwa tumepanga kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan, na kwa sababu fulani hatukuweza kutekeleza. Basi hiyo ni amali ambayo inazalisha uchamungu wa kweli, na sisi kwa kujihalisisha tutakapo
fanya ibada zetu na amali zetu kwa ajili ya ridhaa ya allah pekee. Kisha mwenyezi mungu ambaye ni mwingi wa rehema kuliko wote na ni rahman ni rahim, yeye ataendelea kutujalia baraka hizi ambazo katika mwezi wa ramadhan pia tulipata na tulifuata. Basi kitu cha msingi ni ucha mungu. Kitu halisi ni kudumisha tabia ya kutekeleza amri na maamrisho ya allah. Kitu halisi na cha msingi ni kushika hofu ya allah na kupata ridhaa yake. Kama hiyo ipo, nasi hatujarejea katika maisha yale yale ya kuitaka dunia, ambapo tunasahau kutanguliza dini juu ya dunia. Basi juhudi tulizozifanya za ibada na kujirekebisha katika ramadhan hii, mwenyezi mungu akiyapokea yote ataendelea kutujalia. Basi hiyo ni nukta ya msingi ambayo daima tunatakiwa kuiweka mbele yetu, na kupata shabaha hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa kuiweka mbele yake. Na sisi tutakapopitisha maisha yetu kwa kushika uchamungu na kwa ajili ya kupata ridhaa ya mwenyezi mungu, hapo sisi mbele ya watoto wetu na mbele ya kizazi chetu tutakuwa tumeweka mifano ile ambayo inawawezesha vizazi vijavyo kufanya mema. Sisi kwa fadhili na msaada wa allah tumefanya bayati ya imamu wa zama na mtumishi mkweli wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na masharti tuliyofanya bayati juu yake muhtasari wake ndio huu ya kwamba daima ucha mungu utazingatiwa, na hatmasihi maud alahi salam ametusihi mara kwa mara kuhusu ucha mungu ili yapatikane mageuzi katika maisha yetu ambayo yasiwe mageuzi ya mwezi moja tu au katika mwaka mzima isifanywe juhudi ya kuleta mageuzi haya. Bila shaka katika mwezi wa ramadhan kwa ajili ya kupata viwango vya uchamungu, mwenyezi mungu ametuandalia mazingira ya malezi na mpango, lakini huo umefanywa ili baada ya kila ramadhan sisi tuendelee kujipatia viwango vijavyo na vya juu, na sio kwamba baada ya ramadhan sisi turejee kwenye daraja zetu za chini. Basi kama mimi nisemavyo, had masihi maud alahi salatu wassalam, had masihi maud alahi salam ametumwa ili kupandisha viwango vya uchamungu na kwa ajili ya marekebishi yetu, naye mara kwa mara ametusihi kuhusu uchamungu. Hivyo safari moja alisema kwamba hivyo mimi nimetumwa ili zama za ukweli na imani iwadie tena na takwa ipatikane mioyoni. Basi matendo hayo hayo ni shabaha hasa ya dhati yangu na ndiyo shabaha ya ujio wangu. Alisema kwamba mimi nimeambiwa ya kwamba mbingu itakuwa karibu na ardhi. Baada ya hayo kwamba ilikuwa imekwenda mbali sana. Basi haya ni mambo ambayo daima tunatakiwa kuyaweka mbele yetu. Zama zake ambayo ikiwa na ukhalifa juu ya njia ya unabii sawa na bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni zama ya kudumu hadi siku ya kiama. Ndio waumini wake tu ambao wakisimama juu ya ukweli
wana wajibu wa kuhifadhi imani zao na kufikia viwango vyake vya juu, na hiyo haitatokea kwa kufanya mema ya mwezi mmoja tu au kwa kujikita katika ibada kwa mwezi mmoja pekee au kustawisha misikiti kwa mwezi mmoja tu, mbali pale mlipokubali ukweli na kwa kumkubali yeye kuwa masihi maud alahsatu wassalam na mahdi maud, mmefanya bayati au tumefanya bayati, hapo tunatakiwa kufanya juhudi makhsus ya kurefusha na kuongeza viwango vya imani, na tutakapofanya hivyo hapo tutaingia katika watu walio na uhusiano makhsus na hat masihi maud alah salam, ambao wameelewa shabaha ya bayati na wamejitahidi kutimiza haki yake, na ndiyo hawa ambao mwenyezi mungu alimwambia hat masihi maud alahsatu wassalam ya kwamba mimi ni pamoja nawe na pamoja na wapendwa wako. Ili awe mpendwa wa mtu fulani, hili ni sharti la msingi na linatakiwa ya kwamba mtu afuate maagizo yake na sawa na matakwa yake mtu apitishe maisha yake. Basi hapo mwenyezi mungu ametangaza mwenyewe ya kwamba yu pamoja na wapendwa wa hatmasihi maud alahsatu wassalam. Basi mwenyezi mungu akiwa pamoja na mtu fulani, basi yeye hawezi kuwa na haja ya kitu kingine. Basi ni wenye bahati njema kati yetu ambao wamefanikiwa kufikia daraja hiyo ya imani, ambapo mwenyezi mungu akawa pamoja nao daima dawamu, na mtu akipata mwenyezi mungu basi dunia na akhira yake mujue kwamba imeboreka. Basi sisi kwa kushika ucha mungu tuna wajibu wa kutimiza shabaha hiyo ya hatmasihi maud alahsatu wassalam, na hiyo itaweza kutokea ambapo sisi tutafanya juhudi ya kupata ridhaa ya allah na tutadumisha tabia hiyo. yeye katika maandiko hayo amesema ya kwamba kisha mbingu itakuja karibu na ardhi, na mbingu itakapokuja karibu na ardhi ndipo fadhili yake itatufikia na mwenyezi mungu atakuja karibu yetu, wakati ambapo sisi kwa mujibu wa qurani tukufu na suna tutakuwa wenye kutembea juu ya njia hii ambayo hatmasihi maud salam ameweka mbele yetu kwa uwazi. Tutakuwa miongoni mwa wale wenye bahati njema ambao mvua ya fadhili za allah inanyesha juu yao, ambao mwenyezi mungu anasikia maombi yao. manzari haya tutakapoona katika maisha yetu, basi tutawaita wengine pia kwa imani kwamba njoni, kama mnataka kujenga uhusiano ulio hai na allah na mnataka kuimarisha imani zetu, basi njoni mumkubali mtumishi mkweli wa mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hiyo itatokea kwa kufikia kiwango cha uchamungu pekee. Na hiyo itatokea kwa kufikia kiwango cha uchamungu tu, na itatokea ambapo baada ya kufikia daraja hizi sisi tutadumu katika hali hiyo, kisha tutashuhudia manzari ya fadhili za allah. Basi miongoni mwetu walioelewa usuli hiyo na wamefanikiwa kupata mema na uchamungu katika maisha au wanafanya juhudi kwa ajili yake, wao wataendelea kuona manzari ya fadhili za allah.
kila mmoja wetu anaweza kuona manzari haya kama kwa kufuata amri za allah yeye apitishe maisha yake. Uchamungu wa kweli ni nini na mwenye kuushika anatakiwa kuwa mtu wa namna gani na mwenyezi mungu anamtendeaje? Kuhusu hiyo sayidina ahmad alahsatu wassalam anasema ujinga hauwezi kujumuika na uchamungu wa kweli. Basi hili ni jambo la msingi ya kwamba mchamungu hawezi kuwa mjinga. Mchamungu wa kweli atakuwa mfanya ibada na pamoja nayo atakuwa mwenye kutimiza haki za watu. Basi hili ni jambo la msingi ambalo yatupasa kuliweka mbele yetu. Kisha alisema uchamungu wa kweli unakuwa na nuru kama asemavyo allah jalla shanuhu ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Yani eni mlioamini mkimcha allah basi eni mlioamini kama mkisimama kidete juu ya uchamungu na kwa ajili ya allah mushike uchamungu kwa nguvu zote, basi mwenyezi mungu ataonyesha tofauti baina yenu na baina ya wengine. sayidina ahmad alahi salam anaeleza tafsiri yenye maelezo. Kwa ajili ya allah nini mushike uchamungu, na hapo mwenyezi mungu ataweka tofauti kati yenu na wengine, ambayo ndiyo hii ya kwamba nini mtapewa nuru ambayo kwayo nini mtatembea juu ya njia zenu zote. yaani nuru ile itakuja katika matendo na kauli na viungo na hisia zenu. Katika akili yenu pia itakuwa nuru, na hata katika jambo lenu dogo pia kutakuwa na nuru, na katika macho yenu pia nuru itakwepo, na katika masikio yenu na ndimi zenu na kauli zenu, na katika kila hatua yenu na kukaa kwenu kutakuwa na nuru, na njia mtakazo zikanyaga zitakuwa na nuru. ilmuradi njia zenu zote na njia za viungo vyenu na hisia zenu zitajaa na nuru, na nyini mtakuwa nuru yenyewe. Basi hiyo ni daraja ambayo mumini anatakiwa kuipata na kuifikia. Ramazan imepita. Hata hivyo tunaweza kufanya juhudi ya kufikia daraja hiyo. Watakuwa na bahati njema kati yetu ambao watafikia daraja hiyo ya kwamba mwenyezi mungu atawale juu ya kila kauli yetu na amali yetu, na kila kitendo chetu kiwe kwa ajili ya kupata ridhaa ya mwenyezi mungu, na kutembea kwetu na kukaa kwetu ilmuradi kila amali iwe kwa ajili ya kupata ridhaa ya allah. Na hiyo itakapotokea ndipo tutakuwa wenye kupata sehemu kutoka nuru ya mwenyezi mungu, na badala ya kuiangukia dunia shabaha yetu itakuwa ni kupata ridhaa ya mwenyezi mungu. Ndipo tutakuwa wenye kutimiza shabaha ya ujio wa masihi maud alaihi wassalam. Sisi kwa juhudi makhsus tutakuwa wenye kutimiza ahadi yetu, na tusipotamani kushika mabadiliko hayo matakatifu katika maisha yetu na hatufanyi juhudi kwa ajili yake, basi madai yetu ni madai matupu.
na mema tuliyofanya katika mwezi wa ramadhan hayatatusaidia chochote. basi sisi daima kwa fikra hiyo yatupasa kujichunguza ya kwamba je, tunaendelea kufanya juhudi ya kudumu ya kushika uchamungu ambao hatmasihe maud alahsatu wassalam ameeleza sawa na aya ya qurani tukufu. Na kama tunafanya juhudi ya kupitisha maisha yetu kwa njia hiyo, basi kwa yakini tuko tayari kupambana na shetani, na katika ushindani huo mwenyezi mungu atatusaidia na atayafanya mashambulizi ya kishetani kushindwa vibaya. Shetani katika zama hizi ametuzingira toka pande nne, na bila msaada wa mwenyezi mungu ni vigumu kutoka nje ya hali hiyo, na msaada wa mwenyezi mungu unakuwa pamoja na wale wanaoshika uchamungu. Hivyo yatupasa kukumbuka ya kwamba zama hizi haswa ni zama za mashambulizi ya shetani, na shetani anaendelea kutushambulia kwa kutumia njia zake zote na silaha zake zote. Ni mashambulizi ambayo mfano wake haupatikani katika zama za nyuma. Hivyo katika hali hiyo kuna haja makhsus ya kuinama mbele ya mwenyezi mungu, iwe televisheni au mtandao wa kijamii au vipindi vingine vya watoto huko shuleni au vipindi vingine. kote kote shetani kwa kupitia dajjali ameleta mazingira ya kutisha ambayo kutoka nje au kuepukana nayo bila msaada wa allah ni kazi ngumu. Hivyo wakati huu kinachohitajika ni kuwasalimisha watoto na vizazi vijavyo kutoka mashambulizi ya shetani na dajjali, na hivyo wazazi wanapaswa kufanya juhudi makhsus kwa ajili yake, na nizamu ya jumuiya pia inatakiwa kufanya juhudi. Hivyo kila mwanajumuiya akiinama mbele ya allah na kuomba msaada kutoka kwake, anatakiwa kufikia viwango vya hali ya juu vya uchamungu ili aweze kupambana na dajjali. Na baada ya ramadhan hatutakiwi kulegea, tusije tukakaa kwa utulivu, bali yatupasa kuongeza elimu ya kurani tukufu na yatupasa kuongeza elimu yetu ya kidini ili mazingira makhsus yabaki na yapatikane katika nyumba zetu. Yatupasa kuhifadhi ibada zetu ili tuweze kusalimika na mashambulizi ya shetani na dajjal. Tunatakiwa kujikita kwenye maombi makhsus. hatmasihi mwaislam akieleza kuhusu njama za shetani na mashambulizi yake anasema kwamba ikumbukwe ya kwamba dajjal kimsingi ni dhihirisho la shetani, ambayo maana yake ni kwamba yule anayepotosha kutoka njia iliyonyoka. Lakini katika kuhusu zama za mwisho katika vitabu vya zamani imeandikwa ya kwamba wakati ule kutatokea vita kali pamoja na shetani, lakini mwishowe shetani atashindwa. Ametupa matumaini ya kwamba mkifuata uchamungu na kupambana na shetani, shetani atashindwa. Alisema kwamba japokuwa katika zama za kila nabii shetani ameendelea kushindwa, lakini hiyo ilikuwa ni ya kufikirika tu, na kushindwa kwake kwa hakika kulikuwa kumekadiriwa na mikono ya masihi. Na mwenyezi mungu ametoa ahadi ya ushindi aliposema kwamba wajailu lazina tawauka fauka lazina kafaru ila yaumi lqiyama, yani wafuasi wako wa kweli nitawapatia ushindi juu ya wengine hadi kiama. Basi kwa ajili ya kuwa wafuasi wake wa kweli na kufuata mafundisho yake
tutalazimika kushika uchamungu. Alisema kwamba shetani katika zama hizi za mwisho anapigana vita kwa nguvu zote, lakini ushindi wa mwisho utakuwa ni ushindi wetu inshallah. Basi ahadi ya kutusalimisha na mashambulizi ya shetani na dajjal, mwenyezi mungu ametoa ahadi hii kwa hat masihi maud alah salam, na yeye akapata ufunuo huo mara mbili mara tatu, lakini wenye kunufaika na ufunuo huo kweli kweli ni wale tu ambao watakuwa wenye kumtii kweli kweli na watafuata mafundisho yake. kuhusu hiyo safari moja sayidina ahmad alah salam anasema kwamba huu ni ukweli ya kuwa yeye atawajalia wafuasi wangu ushindi juu ya wapinzani wangu hadi kiama, lakini jambo la kufikiri ni hili ya kwamba katika mutabain kwenye wafuasi kila mmoja hawezi kuingia kwa kufanya baiati tu juu ya mkono wangu. Katika wafuasi wangu kila mmoja hawezi kuingia kwa kufanya baiati juu ya mkono wangu tu mpaka alete hali kweli kweli ya utii ndani mwake. Hawezi kuingia katika wafuasi yani asipotii kweli kweli utii, kana kwamba amalize kwenye utii na afuate nyayo zangu. Mpaka wakati huo neno la ittiba yani utii haliwezi kutumika juu yake. Alisema hiyo inaniambia ya kwamba mwenyezi mungu ameweka jumuiya kwa ajili yangu ambayo iwe inanitii, na mwenyezi mungu atanipatia jumuiya, atampatia jumuiya, tuwe sisi au wengine, waleo au wakesho, waliopita au wengine. Jumuiya hii lazima atapewa. Hii ni ahadi ya allah. Hivyo maneno hayo yanatutikisa. Kuna haja ya kufanya hisabu na kujichunguza kwamba kuna viwango gani vya utii wetu. je, sisi tunaendelea kuwa warisi wa maombi ambayo hatmasihi maula salam amefanya kwa ajili ya jamaat yake na kwa ajili ya wafuasi wake wa kweli? je, tunaendelea kuwa wenye kupokea fadhila za allah ambazo ahadi yake allah alikuwa amefanya naye? je, tunaendelea kufanya juhudi ya kufikia viwango vya uchamungu ambavyo hatmasihi maud saa salam anataka kuviona katika wanajumuiya wa jamaati yake? Na kama sio, basi maombi ya siku chache au maombi ya ramazan au ibada ya siku chache au kulia mbele ya mwenyezi mungu, vitu hivi haviwezi kutuwezesha kupata neema na zawadi ambazo mwenyezi mungu ametoa ahadi na hatmasihi maud alahsatu wassalam. kisha kuhusu hilo anasema zaidi kwenye safina ya nuhu ya kwamba iwe wazi ya kwamba kukiri kwa ulimi kwamba tumefanya baiati si kitu mpaka nia na dua iwe ndani yake. yani mtu awe na azma na pia afanye maombi na kisha afuate kweli kweli. basi alisema kwamba mtu anayefuata mafundisho yangu kweli kweli, yeye anaingia katika nyumba yangu hii ambayo kuhusu nyumba hiyo mwenyezi mungu ametoa ahadi ya kwamba inni uhafizu kula man fidar, yani kila mmoja ambaye yumo ndani ya ukuta wako mimi nitamsalimisha. basi hii ndiyo tiba ya kuepukana na kila shida na balaa ambayo hatmasihi maud salam ametuambia. sawa na mafundisho yangu, kwa kujihalisisha mufanye juhudi ya kuja katika uhifadhi wa allah, kisha muone jinsi allah atakavyo wasalimisheni kutoka mashambulizi ya shetani na dajali. bali mwenyezi mungu atatupatia silaha
ambazo kwa kutumia kwazo tutakuwa wenye kupata ushindi juu ya shetani. yaani tutakuwa tumejisalimisha na pia tutakuwa tumemua shetani na tutakuwa wenye kumwondoa shetani kwenda mbali na tutakuwa wenye kusalimika na mashambulizi ya dajali. hatmasihi maud alah salam alisema ya kwamba lakini ikumbukwe ya kuwa kufa kwa shetani haiwezi kutokea kwamba mtu aseme kwa ulimi tu kwamba shetani amekufa na naye afe, bali nini mnapaswa kuonyesha kwa matendo kwamba kwa kweli shetani amekufa. mauti ya shetani hamtakiwi kuthibitisha kwa kauli, bali mnapaswa kuthibitisha kwa matendo. yaani musije mkatangaza kwa mdomo tu kwamba shetani amekufa, bali kila kitendo chetu, kila amali yetu, kila hali yetu iwe inaonyesha ya kwamba sisi tumemmaliza shetani. anasema kwamba hii ni ahadi ya allah kwamba katika zama za masihi wa mwisho shetani atakufa kabisa. anasema kwamba japokuwa shetani anakuwa na kila mtu, lakini shetani ya nabii karim saa salam alikuwa amesilimu. ni mfano ambao ameweka mbele yetu, na hivyo ni wajibu wetu kufuata suna hiyo ikiwa tunataka kupata ushindi juu ya shetani. na pia anasema kwamba hii ni ahadi ya allah kwamba katika zama hizi shetani atashindwa kabisa. na mnajua kwamba shetan anakimbia lahol, musome lahol na shetan anakimbia, lakini yeye si mjinga kwamba mkisoma lahol na yeye akimbie. yani mkisema la hola wala quwata illa billah, basi shetani atakimbia. hata kama mtu asome lahol mara 100 yeye hatakimbia, bali jambo la msingi ni ya kwamba mtu ambaye lahaul inaingia na inapenya kwenye kila chembe cha mwili wake, nao daima wanaomba msaada na nusura kutoka kwa allah na wanapata fadhila kutoka kwake, ndio wanaosalimishwa na shetani. hivyo sauti inapaswa kutoka moyoni, na ndio wenye kufuata na wenye kupata ufaulu. kisha alisema katika majlis nyingine ya kwamba kumbukeni ya kuwa mwenyezi mungu ameanzisha qurani tukufu na dua. mwenyezi mungu ameanzisha qurani tukufu na dua. kumbukeni ya kwamba mwenyezi mungu ameanzisha qurani tukufu na dua na kisha ameimaliza na dua. maana yake ndiyo hii ya kwamba binadamu ni dhaifu kiasi kwamba bila fadhila ya allah hawezi kutakasika. alikuwa ameeleza habari hiyo kwenye majlis moja, na katika ripoti yake katika sehemu nyingine maneno yanapatikana ya kwamba nyini msidai kwamba mmetakasika, kwani hakuna mwenye kutakasika mpaka mungu amtakase. kisha mbele alisema kwamba asipopata msaada na nusura ya allah hawezi kupata maendeleo katika wema. ili aweze kupata maendeleo katika wema anahitaji msaada wa allah. hadisi moja inasema wote ni wafu isipokuwa yule ambaye allah amhuishi, na wote wamepotea isipokuwa wale ambao allah awaongoze, na wote ni vipofu isipokuwa yule ambaye allah ampatie macho. ilmuradi jambo hili ni la kweli ya kwamba mtu asipopata fadhila ya allah basi ajue kwamba dunia inaendelea kuishika, na wanaopata uhuru kutoka hali hiyo ni wale tu ambao allah anawapatia fadhila yao. lakini kumbukeni ya kwamba ili muweze kupata fadhila ya allah mtalazimika kufanya dua, na msifahamu kwamba dua ni kusema kwa maneno tu, bali dua ni mauti
ambayo baada yake uhai unapatikana. Kama kuna ubeti katika Punjabi kwamba jo mange so marrahe mare so manganja, yani mwenye kuomba analazimika kukubali mauti. kama mna azma ya kukubali mauti, basi muwe wenye kuomba. kama mnaweza kufanya hivyo, kisha mtakuwa wenye kufanya dua. Alisema kwamba katika dua kuna kuwa na athari fulani ya kisumaku ambayo inavutia fadhila. Hii ni dua, hii si dua kwamba mtu aseme kwa mdomo ihdina sirata almustaqim na moyoni mwake awe na wazo kwamba biashara fulani atafanya hivyo na atafanya vile, kitu fulani kimebaki nje na kazi hii ningetakiwa kufanya hivyo, kama nikifanya hivi basi itakuwa hivi. yani mtu awe na maongezi na mambo ya kidunia tu kichwani mwake na juu ya ulimi wake anatamka maneno ya dua. Alisema kwamba hiyo ni kupoteza umri. mtu asipotanguliza kitabullah na asipofuata sawa na mafundisho yake mpaka wakati yule, swala zake pia ni kama kupoteza muda tu. mwenyezi mungu ametoa amri mbalimbali. tumeendelea kusoma ndani ya Qur'an tukufu na tumeendelea kusikiliza darsa. mufuate na muangalie, na kisha maisha mtakayopitisha ndiyo maisha ya kweli na ni maisha ya wale ambao Allah anawajalia fadhila zake. kisha anasema ya kwamba ndani ya Qur'ani tukufu imeandikwa wazi ya kwamba kad aflaha almu'minun, kad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. yani kwa kufanya dua moyo wa binadamu ukiyeyuka na aanguke mbele ya kizingiti cha Mwenyezi Mungu na ajimalize na akifuta mawazo yake yote, aombe msaada kutoka kwake na apate hali fulani kwamba unyenyekevu upatikane ndani mwake, ndipo mlango wa ufaulu unafunguka juu yake. yani hawa ndio waumini wenye kupata ufaulu, kwamba swala zao zimejaa na unyenyekevu, ndipo milango ya ufaulu inafunguka. Msaada wa Allah unakuja lini? Pale ambapo mtu akiwa wa Mungu awe anafanya maombi. Alisema kwamba ndipo mlango wa ufaulu unafunguka, na hapo mapenzi ya dunia yanapoa, kwani mapenzi mawili hayawezi kujumuika katika sehemu moja, kama alivyoandika kwamba ham khuda khahi wa ham dunaye du in khiyal astu muhalastu junu. yani wewe unamwomba Mungu na pia unataka dunia. haya ni mawazo tu na ni mambo yasiyowezekana. vitu hivi haviwezi kujumuika kwa pamoja. mambo hayo ni mambo ya kijinga tu, ni ujinga mtupu. Alisema kwamba kisha Mwenyezi Mungu anasema wallazina hum anil lagwi murizun. humo maana ya laghaw ni dunia. yani mtu anapoanza kupata unyenyekevu katika swala, natija yake inayopatikana ni ya kwamba mapenzi ya dunia yanapoa kutoka moyo wake, na sio maana kwamba yeye anaacha kilimo au biashara au ajira, bali shughuli za kidunia ambazo zinakuwa zenye kumdanganya na zinaweza kumghafilisha kuhusu Mungu, yeye anaanza kuepukana nazo na anajiepusha na shughuli ambazo ni kinyume cha amri za Allah. na akieleza ufafanuzi wake zaidi ameandika, anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an zikrillah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an zikrillah. yani wapo waja wangu ambao katika biashara kubwa kubwa pia hata hawanisahau kwa dakika. yani wanafanya kazi lakini hawamsahau Mwenyezi Mungu. Alisema kwamba wenye kujenga uhusiano na Allah hawaitwi watu wa dunia, bali watu wa dunia ni wale ambao
wasimkumbuke mwenyezi mungu. Kisha akieleza sifa za waja wa allah alisema kwamba watu wa namna hiyo, kulia kwao na unyenyekevu wao na jinsi wanavyofanya dua na maombi kwa unyenyekevu mbele ya allah, natija yake inayotokea ni kwamba mtu wa namna hiyo anatanguliza mapenzi ya dini juu ya mapenzi ya dunia na tamaa na starehe. Na hayo ni maelezo ya kutanguliza dini juu ya dunia, kwani ni kanuni ya kwamba kitendo kizuri kinavutia kitendo kizuri na kitendo kibaya kinamshawishi kufanya kitendo kibaya. Sasa watu hawa wanaposhika unyenyekevu kwenye swala zao, natija yake inayotokea ni kwamba wanaepukana na mambo ya upuuzi na wanapata wokovu kutoka dunia hii iliyo chafu, na mapenzi ya dunia yanapoa na mapenzi ya allah yanapatikana moyoni mwao. Sala zinawaelekeza upande wa mema, na pamoja na kufanya biashara za kidunia wanakuwa hawana shabaha ya kuipata dunia. Kama nilivyokuwa nimetoa ufafanuzi wa la ilaha illallah katika hutuba za nyuma, kwamba wanakuwa na shabaha ya kupata mwenyezi mungu. Basi hiki ni kiwango ambacho ili tuweze kumfisha shetani yetu tutalazimika kufuata na kushika. Na kama tunasoma la haol ili tuweze kumkimbiza shetani, basi daima tuwe na jambo hili kichwani mwetu ya kwamba mwenyezi mungu ndiye mmiliki wa nguvu zote na uwezo wote. Hata jani moja haliwezi kuanguka bila izni ya mwenyezi mungu. Kusema wengi wetu wanasema kwamba hii ndiyo imani yetu na sisi tunakubali, lakini unapofika muda wa kuonyesha kwa matendo, basi zipo hofu zingine, hofu za kidunia na mapenzi yake na tamaa za dunia ambazo zinatawala mapenzi ya allah, yani zinakuja juu ya mapenzi ya allah. Basi tuwe na imani ya kweli juu ya mwenyezi mungu na tufanye ibada ya mwenyezi mungu kwa namna yake ambayo athari yake ipatikane juu ya mwili wetu na juu ya roho yetu. Na mtu akiwa na kiwango hiki cha ibada, basi hulka zake pia zinaboreka na zinafikia daraja za juu, na moyo wake na kichwa chake na roho yake inatakasika, na mtu anakuja katika uhifadhi wa mwenyezi mungu na anasalimika na kila shambulizi la shetani, na mtu anapata viwango vya ibada ambapo anapofanya ibada hiyo anakuwa hana fikra kuhusu mwingine min ghairi ya allah. Pamoja na kutimiza haki ya sala na ibada, sisi tunapaswa kukumbuka jambo hili ya kwamba katika hadisi inapatikana ya kuwa swala ni kiini cha ibada, na sisi tutakapofanya juhudi ya kupata kiini hiki, basi tutakuwa wenye kutimiza haki ya swala na tutakuwa wenye kutimiza haki ya ibada, na tutakuwa wenye kupata ukaribu wa mwenyezi mungu, na tutakuwa wenye kuleta mabadiliko na mageuzi katika roho yetu na kwenye mwili wetu. Waila swala za kizwahiri haziwezi kutoa msaada wote. Wapo wanaoswali ambao wanaenda miskitini na wanaswali, lakini wameruka mipaka yote ya zulma. Mashirika haya ya kigaidi na mamulla mashekh wa kijina wanafanya zulma juu ya jina la allah na mtume wake. Ni watu ambao wameharibu amani ya dunia na ni wazalimu zaidi kuliko watu wa dunia ambao wanafanya zulma kwa ajili ya kupata maslahi za kidunia.
wao wanafanya zulma kwa ajili ya kupata maslahi za kidunia, lakini watu hawa wanafanya zulma juu ya jina la rehman na rahim na juu ya mtume ambaye ni rahmatulil alamin. basi mwanajumuiya mmoja anapoona mifano yao mibaya, basi anapaswa kushika mifano mizuri ya mafundisho ya islam, na swala zetu na ibada zetu na maombi yetu yawe kwa ajili ya kupata ridhaa ya allah subhanahu wataala. Na tukifanikiwa kupata shabaha hiyo, basi tutakuwa tumetimiza bayati, haki ya bayati yake, na tutakuwa tumepata fadhila na baraka za ramadhan. swala zetu zinatakiwa kuwa za aina gani na kivipi tunaweza kutimiza haki zake? Kuhusu hiyo hatmasihi maud salam anasema ya kwamba kumbukeni ya kuwa swala ni kitu ambacho kinaondoa matatizo yote. Swala ni kitu ambacho matatizo yote yanakuwa rahisi na mabalaa yote yanaondoka. Lakini maana ya swala sio swala ambayo watu wa kawaida wanaswali kama desturi tu, bali maana yake ni kwamba swala ambayo moyo wa binadamu unayeyuka na mtu anaanguka kwenye kizingiti cha allah na anamaliza kwenye njia yake. Na pia mufahamu kwamba mtu hatunzi swala zake kwamba mwenyezi mungu ana haja zake. tuna swali na hatuswali kwamba mungu ana haja ya swala. mungu alisema mungu hana haja ya swala zetu, yeye ni ghani anil alamin. yeye hana haja ya swala yoyote, bali maana yake ni kwamba mtu anahitaji na ana haja. Na hii ni jambo la siri kwamba mtu anataka wema kwa ajili yake, anataka kheri, kwamba anataka kheri kwa ajili yake, na huu ndio uhakika. Na ndiyo maana anaomba msaada kutoka kwa allah, anaomba msaada ili apate kheri, kwani jambo hili ni la kweli ya kwamba mtu anapojenga uhusiano na allah, hapo anapata kheri ya kweli. Na mtu wa namna hii, ikiwa dunia nzima iwe adui yake na iwe ifanye mpango wa kumwangamiza, haiwezi kufanya chochote. Na kwa ajili ya mtu wa namna hii, kama mungu akilazimika kuwaangamiza mamilioni ya watu, anafanya, na kwa ajili yake anawamaliza malaki. Alisema kwamba kumbukeni ya kuwa swala ni kitu ambacho kinanawarisha dunia na pia kinanawarisha dini. Kama mtu aswali kwa ajili ya allah na awe mwenye kutimiza haki yake, lakini wengi wanaoswali, alisema kwamba wengi wanaoswali swala ina walaani. mwenyezi mungu atujalie tuweze kutimiza haki za swala. swala zetu zisiwe swala zenye kumchukiza mwenyezi mungu. sisi tuweze kuwa warisi wa fadhila za allah, na tukijenga uhusiano na allah tuwe wenye kupokea sehemu kutoka ahadi zile ambazo mwenyezi mungu amefanya na sayidina ahmad alaihi wassalam, na tuweze kuwawezesha vizazi vyetu vijavyo kufanya ibada ambayo iwe na dhamana ya usalama wao na usalama wa vizazi vijavyo. Na hiyo itakapotokea, basi kama asemavyo hatmasihi maud salam kwamba shambulizi lolote la shetani na udanganifu wa dunia hauwezi kutupatia hasara yoyote. hata dunia ifanye mpango wa kutuangamiza, haiwezi kutuletea madhara yoyote, bali kama asemavyo masihi maud salam kwamba mwenyezi mungu kwa ajili ya waja wake anawaangamiza malaki ya watu. hivyo kwa ajili ya kupata mapenzi ya allah na ridhaa yake, tutalazimika kuongeza viwango vya ibada zetu. dajali katika zama hizi ataangamia tu, na hii ni ahadi ya mwenyezi mungu na hatmasihi maud salam, na hakuna shaka ndani yake. hiyo itakuwa bahati yetu njema ya kwamba
sisi tukiongeza viwango vya ibada zetu na tukiboresha hali zetu, tuingie katika watu wale ambao wanatimiza haki ya kuingia katika jumuiya ya Hazrat Masihi Maud alayhi salam. Na kwa ajili ya kutimiza haki hiyo, kama asemavyo Hazrat Masihi Maud alayhi salam, ameeleza tiba moja kwamba kufanya dua kwa unyenyekevu na kulia mbele ya Mwenyezi Mungu na kuonyesha unyenyekevu wa hali ya juu, na hiyo inatokea kwa kuinama mbele ya Allah. Hivyo mujitahidi kufikia daraja hiyo. Na kivipi mnaweza kupata? Alisema kwamba siku zenu na mausiku yenu, ilmuradi isiwepo hali yoyote ambamo msifanye dua, na hali hiyo itakapotokea tutakuwa warisi wa fadhila ya Allah na kila shambulizi la kishetani litashindwa. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kwamba tuweze kupitisha maisha yetu tukifuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sawa na matakwa ya Masihi Maud salam, na tuwe wenye kutimiza haki ya bayati yake, na shabaha yetu iwe ni ya kupata ridhaa ya Allah. Tufanye ahadi kwamba hatutapumzika mpaka tujiletee mabadiliko matakatifu ambayo yatuwezeshe kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa taala, na hatutamruhusu shetani kuingia katika zati zetu au kwenye vizazi vyetu, na tutafanya juhudi makhsus kwa ajili yake, na tutafanya juhudi ambayo mafundisho yake Mwenyezi Mungu ametupatia na mtume wake, bali tutafanya juhudi ya kuisalimisha dunia kutoka shetani na dajjali. Mwenyezi Mungu atujalie. Mufanye dua kwa ajili ya Waahmadia wa Pakistan. Mwenyezi Mungu awasalimishe na shari ya wapinzani, na shari za watu wenye shari ziwarudie kwao, na Waahmadia wanaoishi nchini Pakistan wafanye dua kwa unyenyekevu, na dua hizi zisiwe za siku 3-4 au wiki moja tu, bali ziwe za kudumu, na wafanye ahadi ya kupitisha maisha yao kwa mujibu wa ridhaa ya Allah. Mufanye dua kwa ajili ya Waahmadia wa Burkina Faso, Bangladesh, Aljazair na nchi zingine za dunia. Mwenyezi Mungu awasalimishe Waahmadia wote kutoka shari za maadui na awajalie uimara kwenye imani. Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kupata mabadiliko matakatifu na kufanya maombi, na Mwenyezi Mungu ayakubali. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.